Kwa majina naitwa Nestor Mushi, balozi wa mazingira wa taifa nayefanya kazi chini ya ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Hapa tumekuja tupo wawili. Mimi mzaliwa hapa Kilimanjaro. Tumelelewa na father kama tukiwa vijana wadogo na mpaka hapa tunapokuwa sasa hivi. Kwa hiyo ni background kidogo, sisi tulilelewa na baba yetu ambaye alikuwa ni baba mzazi wa hawa hapa. Alikuwa anaitwa Sebastian Chua. Na alikuwa ni mwana mazingira nguli kweli kwa Tanzania. Alikuwa na tuzo 5 za kimataifa za mazingira. Ni mtu ambaye alipenda kufanya kazi za mazingira kwa jamii, mashule, makanisa, misikiti na serikali. Kwa alikuwa akitunza miti na kuigawa na kutufundisha sisi wanafunzi kipindi hicho tukiwa wadogo. Kwa sisi ni zao la huyo baba. Kwa hiyo tulipofika na sisi tumeendelea katika kusoma na kuendelea, tumekuwa tukifanya yale lakini tunafanya katika kuendana na makundi yalivyo. Kwa hiyo tumekuwa tukisaidia kanisa, shule za kanisa, shule za serikali na kupitia club za mazingira mashuleni na mpaka vyuo vikuu. Kwa hiyo kutoka huko sasa actually nikiwa nafanya kazi Mwenge Catholic University 2020 ndio nilipata kuteuliwa sasa kutoka kwenda kuwa balozi wa mazingira wa taifa. Kwa hiyo ninahudumu mpaka sasa hizi kama balozi wa mazingira wa taifa, na kazi yetu kubwa ni hamasa ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira kote nchini. Nirudi kwenye kazi ambayo imetuleta hapa leo. Baba Paroko amekuwa akihamasisha sana hizi shughuli za upandaji miti toka zamani hizo na mpaka sasa. Kwa hiyo alizungumza na sisi kupitia programu hii ambayo tulikuwa tunagawa miti parokia kwa parokia, ambao wanagaiwa waumini, lakini tunapanda maeneo ya parokia lakini na shule za parokia husika au shule za Catholic kwenye maeneo tofauti. Kwa hiyo akasema yeye lengo lake alipenda sana hapa jimboni wagawiwe watoto wakapande nyumbani, wagawiwe waumini Jumapili nao wakapande manyumbani, na pengine na jimbo kama hapa jimboni mkapande kwenye mashamba yenu. Ni kwa nini tunapanda hii miti? Ni kwa sababu ya kuhifadhi uoto wa asili, lakini pia ni kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ambao tunaona kabisa athari ya mvua. Kama kipindi hiki ni cha masika, lakini unaona jua linashuka na mvua inashuka kali ambayo hatukuitegemea. Haya yote ni mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia unaona mvua zinakuja ambazo zinaleta mafuriko ya ajabu, lakini nyingine haziji za kutosha kupata mazao ya kutosha. Nayo ni athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo huku sisi hatuyaoni sana kwa ukubwa kama watu wengine kutoka mikoa mingine au nchi nyingine. Lakini sisi tunapambana pia kutunza mazingira. Na sisi tumekuwa chachu tumekulia hapa, lakini tumekuwa tuna save taifa zima. Tunapita mikoa yote, tunahamasisha club za mazingira mashuleni, tunahamasisha hizi jitihada za kupanda miti makanisani, misikitini, lakini pia tunawasaidia wenzetu pia wanakujaga kujifunza huko, wanafunzi kutoka Burundi, kutoka Uganda, kutoka Kenya, wanakuja kupata knowledge kwetu, lakini pia sisi tunaenda kutoa seminar na kupata mafunzo huko kwao. Nisizungumze sana, tupo na taasisi sasa hivi, na mimi ni mkurugenzi wa taasisi inaitwa Kilimanjaro Environmental Preservation ambayo imeanza 2021, sasa hizi na miaka kama 4 hivi. Ila hawa nao wana taasisi wana taasisi, na nafikiri anaweza kuzungumza kidogo sababu asubuhi tulifika hapa tukaleta miti ya awali na baadaye mchana fadhali tu magari kaenda kuchukuliwa tena miti mingine. Karibu. Mimi kwa majina naitwa Michael Sebastian Chua. Ni mtoto wa Mzee Sebastian Chua ambaye ametoa historia fupi ya sisi tuna NGO inaitwa African Blackwood Conservation and Ethnobotanical Organization. Kikubwa hii taasisi yetu tunachofanya ni kuzalisha miti ya aina ya mpingo, lakini pia kuendeleza uoto asili wa miti ambayo imetoweka katika uso wa dunia. Tukiongelea hilo swala la mti wa mpingo, ni mti ambao kwa sasa umetoweka sana, na ni mti ambao unachukua muda mrefu sana katika ukuaji. Kwa sisi tunachofanya ni miti ambayo Mzee Sebastian ambaye alikuwa ameshaanzisha tangu awali huko. Kwa sisi tunachofanya tunavuna zile mbegu na kuotesha mingine.
Kwa tunazalisha miti, kitalu chetu kiko sehemu moja inaitwa Mijongweni, Kiungi, iko kusini mwa Moshi huko, jirani na TTC. Kwa hiyo na pia nakaribisha sana na nimefurahi sana kuwaona na ushirikiano wenu, na pia tunamshukuru sana Father kwa kutuunga mkono kwa kiasi kikubwa, na niseme asante. Mimi binafsi naitwa Sirili Chua, niko na mwenzangu hapa Michael ambao tunatukia katika hiyo organization ya African Blackwood Conservation and Ethnobotanical Organization, ambao tunajikita sana katika masuala ya upandaji miti, sana katika mti wa mpingo ambao ni mti wa taifa, ambao ni nembo ya taifa, lakini pia huko pia dhahiri kuweza kutoweka kwa sababu katika matumizi yake katika kutengeneza vinyago na vifaa mbalimbali, na pia katika kwenye ala za muziki, kwanza vinanda, vifaa vyote vya muziki ni mtu anatumia mti huo wa mpingo. Magari ya kifahari mengi sana wanatumia boti, pia ni mti ambao huozi, kwa kutengeneza kwa una uhitaji mkubwa sana, na pia sasa hivi pia kulingana na kusha kutoweka, jitihada mbalimbali zinajaribiwa kuweza kurudisha, na mazingira hasa ambayo mti unapatikana ni katika ukanda huu wa Afrika sana equator. Kwa hiyo tunapambana pia ikiwa ni juhudi miongoni mojawapo ya kuweza kurudisha, lakini pia kutoa elimu na kuzidi kushirikiana na taasisi mbalimbali. Kupitia pia Father hapa tumesalia kutoa pia miti, lakini pia tunahusisha pia na miti pia mingine ya kiasili ambayo ni miti kama hii ya grevillea ambayo inaota katika ukanda huu wa Kilimanjaro pamoja na ukanda wa chini. Asante sana na tunakaribisha sana mzidi kutembelea na sisi pia kuweza kuja kujifunza. Tunashukuru wakurugenzi na watendaji wa kampuni ya African Blackwood kwa kutupatia miti kama parokia ya Kristo Mfalme, lakini pia tunashukuru kwa kuwa baba parokia na marafiki wazuri ambao wanajali mazingira yetu. Basi tunasema asante. Tunawakaribisha waumini wa Kristo Mfalme kuanzia kesho na Jumapili. Kesho ni watoto, mtakuja hapa kupata miti kwa ajili ya kwenda kuotesha, na Jumapili waumini ambao ni watu wazima mtapewa miti ya kuja kuotesha, maana tumeipewa bure. Tunasema asanteni sana. Kwa upande wangu, kwa niaba ya vijana, napenda kuchukua nafasi hii kwa shukuru hawa ndugu ambao wamekuja kwa ajili ya kuchagiza utunzaji wa mazingira. Na kwa upande wangu nimefurahi sana kwa sababu mimi mwenyewe kitaaluma ni mhifadhi. Kumbe ninapoona kuna jitihada zinaendelezwa katika utunzaji wa mazingira, kwangu ni furaha. Kumbe ni neno tu la shukrani na kuendelea kuwatia moyo endelee kufanya hivyo, na sisi pia katika hamasa hiyo tutaendelea kuhamasisha vijana wenzetu na umma kwa ujumla ili waweze kujua thamani ya uwepo wa miti. Marafiki tunasema miti ni mapafu ya dunia. Kumbe tunapoendelea kuitunza, na ndivyo hivyo inakuwa ni faida kwa kizazi hiki na kijacho. Kumbe tunapenda kuwashukuru sana na kuwakaribisha, msichoke kuja leo hata siku nyingine, lakini sio hapa tu na maeneo mengine, ili basi elimu iendelee kusambaa na watu waendelee kuelimika. Asante.